Sentensi moja ukitumia nomino dhahania. Nomino dhahania ni nomino ambazo tunahisi lakini hatuwezi kusigusa. Mara nyingi huanzia kwa u. Kwa mfano uchungu, uraibu. Naweza pata hasira. Hisia zingine ambazo ni kama vile furaha. Kwa mfano, furaha yangu haina kifani. Utoto wake unaniudhi. Uchungu wa mwana aujuaye ni mzazi, na kadhalika. Aliandika upendo wake unazidi kipimo. Vizuri. So doctor. Sentensi ukitumia kielezi cha jumla. Jumla. Vitenzi vya jumla ni kama vile wote. Hivyo naweza sema wanafunzi wote walikula chakula chote. Tumia kielezi cha namna mlingano. Hapo unatumia ki. Kwa mfano alitembea kijeshi, alimfuata kitausi, aliimba kikasuku na kadhalika. Mwanafunzi wetu amesema anaruka kijeshi. Vizuri. Vitenzi katika sentensi ifuatayo. Ainisha vitenzi katika sentensi ifuatayo. Ndege yu taabani, hata hivyo anajaribu kujinasua. Ndege yu taabani, hata hivyo anajaribu kujinasua. Vitenzi pale ni yu, hapa kuna anajaribu na kujinasua. Tukianza kabisa, kujinasua ndicho kitenzi kikuu. Anajaribu ni kitenzi kisaidizi. Yu ni kitenzi kishirikishi ufu, kwa sababu hakituelezi wakati, hakituelezi nafsi na kadhalika. Ukiangalia pia anajaribu ni kitenzi kishirikishi kikamilifu. Unaona pale kuna mofimu a ambayo inaonyesha nafsi ya tatu na wakati uliopo, alafu kisha kuna mzizi pale, alafu kiishio u. Ya jamii kuwakilisha maneno yaliyopigiwa mstari. Nzige wengi sana walivamia na kuharibu mimea. Nzige wengi walivamia na kuharibu mimea. Itabadilika na kuwa wingu la nzige lilivamia na kuharibu mimea. Ikiwa ilikuwa ni askari wengi, itakuwa ni kikosi cha askari. Ikiwa ni milima, itakuwa safu ya milima. Ikiwa ni ndizi, chane ya ndizi. Naomba uweze kujifahamisha na nomino za jamii. Ainisha vihusishi katika sentensi ifuatayo. Ainisha vihusishi katika sentensi ifuatayo. Ame aliwasili mapema kuliko wengine, alafu akaondoka. Kumbuka vihusishi ni aina ya maneno inayohusisha kitu na kingine, kitu na wakati na kadhalika. Ni nomino. Aliwasili ni kitenzi, mapema itakuwa ni kielezi, kuliko itakuwa ni kihusishi, wengine itakuwa ni nini? Kivumishi, halafu ni kihusishi, halafu akaondoka kitenzi. Hapo tuna vitenzi viwili, kuliko na halafu, ambapo utapata kuliko ni kihusishi cha ulinganisho. Kwa mfano nikisema mwalimu ni mrefu kuliko mwanafunzi, hivyo inatumika kulinganisha. Halafu itakuwa ni kihusishi cha wakati. So baada ya kufanya hivi akaenda pale. Wageni wamefika, wanafunzi wamefurahi. Anza kwa neno wanafunzi. Wageni wamefika, wanafunzi wamefurahi.
Wanafunzi wamefurahi, wageni wamefika. Au mwingine anaweza sema wanafunzi wamefurahi kwa kuwa wageni wamefika. Kwa kuwa, kwa sababu. Kubaliana na jambo. Dash ni kwa kutaka kitu. Hongera ikiwa amepita vizuri. Na ukitaka kitu kinusurike unatumia hamadi. Hivyo jibu mwafaka itakuwa hewala ni kwa kubaliana na jambo. Hamadi ni kwa kutaka kitu kinusurike, na hongera ni kwa aliyefanya vyema katika jambo. Congratulations. Umemaliza mjarabu huu. Ulipata alama ngapi mwanafunzi? Jitathmini na tujifunze Kiswahili kwa pamoja. Hadi wakati mwingine, imekuwa na udha wako Bi Kerubo. Zidi kusubscribe, kushare na hata kulike video.